Waislamu wengine wako Nairobi wakasikia kuna Muislamu yuko Busia amepata tatizo. Waislamu wote Nairobi wanaweza kuja hapa Busia kwa sababu ya Muislamu mmoja. Hii ni upendo na ushikamano, kwa sababu Waislamu ni ndugu wote. Uwe mzungu, uwe mchina, uwe Mwarabu, uwe Mwafrika, uwe Mjaluo, uwe Mluya, uwe Mteso, lakini wewe ni Muislamu. Muislamu wewe wa hapa na Muislamu aliyekuwa Amerika, nyote ni ndugu japokuwa rangi tofauti. Hii ndio Uislamu. Na Uislamu mojawapo ya chakula kula pia mojawapo ya upendo na mshikamano. Waislamu wanakula chini. Mojawapo ya kula chini Waislamu kwenye mkeka, na kisha hawatumii kijiko wala hawatumii uma. Waislamu wanatumia mikono, kwa sababu wanasayansi walisema kwamba digestion ya kwanza inaanza kwa mkono kabla ya kuanza kula. Kwa nini nasema hivyo? Chukua chakula kwa bakuli, ipakue na kijiko au mwiko. Chakula kimoja pakua na mwiko, alafu chakula kingine pakua na mkono. Kiweke mpaka asubuhi. Ni gani kitaharibika? Gani kitaharibika? Cha mkono. Kwa nini ya mkono iharibike? Kwa nini ya kijiko siharibike? Kwa sababu mkono wako kuna tayari ukianza kula pale, digestion ishaanza kwenye mkono. Hii ni mwanasayansi wa Kiislamu aliyesema digestion kwanza inaanza kwa mkono, haianzi kwa kijiko. Kwa hiyo Muislamu unapokula na mkono, basi tayari umeanza digestion ya kwanza. Huu ndio Uislamu. Lazima ule kwa mkono, na sio ni ombi, ni lazima. Muislamu yeye ni vibaya na ni forbidden, unaambiwa wazungu wame forbidden. Leo mtajua wazungu Tanzania anajua kizungu leo mtakoma. Forbidden. Yaani maana yake Muislamu hairuhusiwi kabisa kula na kijiko. Hauruhusiwi kabisa kula na kijiko Muislamu. Pengine tu uwe mgonjwa. Mkono wako pengine umekata vitunguu, umejikata kidole huko. Basi wewe umefanya kazi ngumu, umejigonga kidole, hauwezi kula kwa mkono, basi waruhusiwa kula na kijiko. Uwe tu na sababu ya kula na kijiko, lakini Muislamu haruhusiwi kabisa kula na kijiko. Hiyo ni mojawapo ya miujiza ya Kiislamu na sifa ya Uislamu. Sifa ya Uislamu mwingine, ukiangalia Muislamu kwenye ibada anapoenda kuswali, hata kama umeoga wewe baharini, hata kama umeoga mtoni, ukifika msikitini lazima utawadhe tena. Lazima uoge tena mara ya pili. Maana ya kuoga, lazima uoge nusu mwili. Nusu mwili maana yake utaanza kuoga mikono, uanze uso, uanze mikono, na umeoga ujue hapo. Hata kama umeoga kwako nyumbani na geshe, umeoga na Dettol, lakini ukifika msikitini lazima